Yeah. Kwa zile kelele zilizokuwa zinasemekana kwamba Meja amekataliwa, Yanga ni mamluki, ameuza mechi. Maana hizi kelele zilianzia kwenye mechi ya mashabiki kwamba amesababisha kutengeneza mipango ya nyie kupoteza mechi. Ili kuaje kwanza? Sasa hapa najaribu kwa kitu moja, najaribu kuwakumbusha kitu. Kama ni hivi kwenye hizi mechi za dabi, mtu ukiteleza ukafanya makosa kwako inakuwa ni fezea, unaonekana wewe muuza mechi. Haya, Hasani kesi zile Donali Ngoma. Kipindi hiko kuna watu hawajakuja mjini na hawajaanza kushangilia Yanga. Hawa mimi nazungumzia ni hawa Yanga GSM. Hata misimu miwili mitatu hawajamaliza katika hizi timu, ndio wanakuja na scenario za hii. Cha kuweza kuambia ni kitu kimoja. Ule ni mpira wa burudani na tulipaswa kucheza watu ambao tuliambiwa ni influencers tu. Lakini kutokana na scenario ambao wameipanga Simba kwao kila mechi imekuwa kama vile tuenda kwenye uadui. Hawakukubali. Wakatuletea nondo za msingi za maana. Kwa hiyo Meja alikuwa anataka kufanya madoido pale, mwisho wa picha imemteleza, imemtoka, akaja akaipata Dr. Mohamed Hamisi, akaenda kuscore. Kwa hiyo akamtengenezea story ambayo haina msingi wowote. Ila anacheza kuambia mashabiki wa mpira ni kwamba kwenye mpira wa miguu kwa kipindi cha sasa hivi hatuhitajiki kuleta taaruki zisizokuwa na msingi. Huu ni muda wa kuungana sisi kama taifa. Na ndio maana tumeweza kutengeneza umoja wa mashabiki. Ukisikia umoja wa mashabiki ndio nguvu ya taifa hili. Kwa hiyo sisi mashabiki wa Simba, Yanga, Azam tunapaswa kuishi kwa kupendana. Mpira sio uadui, na kubaguana wenyewe kwa wenyewe ni kitu ambacho hakifai. Kwa hiyo kwa sasa tunapaswa kuwa kitu kimoja, tukemee hizi mambo ambazo za watu wanataka tubaguane. Sisi Tanzania, hiyo sio jadi yetu na sio maisha yetu. Hii nchi ni ya amani. Kila mtu ana uhuru wa kuchagua kile kitu anachokipenda. Tuendelee kupendana, tuweze kuwa kitu kimoja. Sawa, Chief Kizenga. Wakati mnamkataa Nabii Meja, hapo kwenye mchezo huo yakazuka mengine milioni 20. Ikawa story ya mjini. Watu wanapiga kelele, kuna walope wa 200,000, kuna walope wa 400,000, mambo ni mengi mjini hapa, hakueleweki. Hii story nyingine vipi haione kwamba inawachafua Yanga? Mimi nachoweza kuambia ndugu zangu wote ambao tulioshiriki ule mchezo, kikubwa kilichotufikia tuseme alhamdulillah. Ile ndio riziki aliyotuandikia Mwenyezi Mungu. Kama kweli hilo swala kuna watu wamezulumu, kuna watu wamezulumu wenzao, kuna pesa watu wengine sijawafikia, hilo jambo jamani tusilipeleke kwenye media. Kwani wao hujazulumiwa? Mimi bwana ninachoweza kusema jamani, kwenye hili kwa sasa hivi tupambanie maslahi kwanza ya klabu yetu. Kama kuna jambo lenye utofauti, najua wengi wameongea, Kefa Chengula, mwanangu Captain Kizinga, maki hapa kuna watu wanatofautisha maana simu zimekuwa nyingi. Kuna Captain Kizinga, alafu kuna mimi Chifu Kizenga. Yule si naoza wa mashabiki, kwa hiyo kikitokea lazima naoza ndo anaongea uwanjani. Kwa hiyo sawa, yeye kama naoza ameweza kuongea hisia zake. Kwa hiyo nachoweza kumwambia kakaangu Captain, kilichojitokeza tunaomba kuanzia sasa hivi achana nacho. Watu wamesikia, watu wameona. Kwa hiyo kwa sasa hivi sisi ni tuungane kwa pamoja, tuendeleze kuwa kitu kimoja. Yanga hatujawahi kugombana hata siku moja. Yanga sisi ni wamoja. Tuendelee kuilinda nembo ya klabu yetu. Kama kuna matatizo yoyote, sisi tuna uongozi. Tuna mkurugenzi wetu wa wanachama na mashabiki pale, Ibrahim Samueli. Kama kuna kitu umekwazika kakaangu, tunapaswa kumwandikia barua yeye ataendesha kikao, atasikiliza nini kinachoendelea na atafanya solution. Kwa hiyo kikubwa sasa hivi, najua kuna wengi huko mna majeraha ya moyo. Tunawaomba sana. Mambo tena kuongea kwenye media kuhusu upande wetu wa Yanga kuanzia leo ifike mwisho. Kilichotokea kwenye mechi ya mashabiki dabi tuachane nayo, tusonge mbele. Kwa sasa tuungane kuipambania timu yetu ya taifa, kufanya hamasa mbalimbali. Sisi kama umoja wa mashabiki Tanzania Sports Influencer Promotion, mechi ya kwanza tulikutana pale Magomeni kwa ajili ya kuangalia mechi pamoja pale Kiduli, na kesho vile vile tutakutana tena muda ule ule kwa ajili ya kuendelea kuisupport timu yetu. Njoo wewe mwana Mtanzania yoyote, hakikisha na jezi yako ya timu ya taifa, uvae upendeze, twende tukaiombee timu yetu. Tuna kibarua kizito sana. Kwa hiyo kikubwa kuanzia sasa hivi na sisitiza tena, umoja uendelee. Katika mpira hakuna uadui. Kikubwa tuendelee kuungana,
wa Yanga mpende Simba, wa Simba mpende Yanga, wa Azam mpende Simba. Tupendane, tuwe kitu kimoja, tusitengane, tusibaguane. Mpira wa sasa hivi tunataka tutengeneze kitu kionekane kuna amani. Sisi kama mashabiki tuna watu wengi wanatutazama. Kwa hiyo unapokuja kwenye media kama hivi, unapozua taharuki, unafanya watu wengine waanze kujiuliza kuna nini kinaendelea. Ninachowasihi wadogo zangu, kaka zangu, Dar es Salaam Young Africans, tukiwa na matatizo yetu huaga tukimbiligi kwenye media. Huaga tunaitana wenyewe, tunakosoana na yanakwisha kabisa. Upande wa pili wanasema kwamba kilichofanyika walichokifanya tarehe 22 usiku kimewarudia, kimeanza kuwapata. Unaikumbuka hiyo kilichofanyikia Magomeni? Kuna watu walienda wakakaa wakawaombea wale ambao walikuwa wanasema wanajasusi ndani ya timu yao na wapo kwa mahsusi kwa ajili ya kuharibu. Kitu kimeanza kuwatokea. Albadil imewafikia. Aha. Mwenyezi Mungu siku zote huaga hanaga muda wa kukaa na kuanza kufikiria. Kwanza unaposikia neno albadili maana yake ni kumshtakia Mwenyezi Mungu. Sawa? Wanaposema albadili imetuingia sisi watu wa Yanga, wanakosea. Yaani wewe hapo ulipo sasa hivi uibiwe simu yako. Sawa? Mimi ndo jirani yako pembeni. Baada ya kutoka kufanya jambo lako sehemu, uone mimi nagombana na mke wangu ndani, kuna kitu mwenyewe hakiko sawa, useme albadili yako ndio imeniasili mimi. Hapana. Kwa hiyo sisi kama Yanga, naweza nikasema tena, sisi umoja wetu unajulikana. Na uwaga mambo yetu atuwekagi public. Albadili yenu sisi haijatuzuru na haitakuja ituzuru kamwe. Na jasusi letu hapo ndani ya Simba Sports yupo kama kawaida. Na taarifa zenu za sasa hivi tunazo, tutaanza kuibuka na taarifa zenu muda wote kuanzia sasa hivi. Tumesikia hiyo albadili yenyewe imeenda kusomwa, lakini kuna watu mpaka leo mmekimbia hiyo albadili. Maana yake mnajijua, nyinyi wenyewe ndo wachawi, nyinyi wenyewe ndo wazinifu, walevi. Mwenyezi Mungu aweza kaka msikiza mtu kama huyu aenda kusoma kitu kama hiko, hata msaafu kuushika tu unatetemeka. Kwa hiyo albadili si hajatuzuru, albadili imewazuru wenyewe. Msipitie hichi kitengo cha mechi ya mashabiki kama mtu ambaye si ndio imetuzuru ile mechi. Hapana, hii albadili hajatuzuru, ni sisi wenyewe kwenye kuwekana sawa ndio mwisho wa picha imetokea scenario kama hii. Kwa hiyo albadili bwana, sisi hajatuzuru, tuko bulbul kabisa. Kumalizia Chief Kizenga, unahisi hiki ambacho kinaendelea ndani ya Yanga akiwezi kutoa mwanya na wenyewe kuingiza jasusi ndani ya Yanga? Kipi ambacho unachozungumzia wewe? Hiki hapa ninachokizungumzia hizi kelele ma influencer muelewani au hapo upande huu au upande huu. Hakuwezi kumuingiza mtu hapa katikati ambaye akawa anatoa na siri zenu na mwenyewe anazipeleka upande wa pili. Mpaka sasa tulipofikia kiukweli kabisa tumefikia pabaya sana. Yaani ukianza kuona sasa influencers ambao mpo timu moja hamuelewani, basi ujuazi mnakaribisha adui. Na adui huyu anakaribishwaje? Mimi naomba uongozi wangu wa Dar es Salaam Africans ni wasikivu. Najua hili linaloendelea wamelisikia. Kinachopaswa ni kuwaita influencers wote wakae nao, wao wasikilize nini kinaendelea. Anayeonekana anaharibu, anakwenda kinyume na matakwa ya klabu yetu, mwekeni pembeni. Muda wa kubebana umeshakwisha. Hata awe ana jina kiasi gani. Labda ni wakumbushe, kuna mtu maarufu anayemzidi akili 5000. Unamuona akili 5000 sasa hivi Yanga? Sofi Cannavaro unamuona sasa hivi Yanga? Kwa hiyo kila mmoja kuna majukumu yake. Ninachomaanisha ni nini? Kuna muda utakuja, utakuwa juu, utakuwa kila mtu anakuzungumza wewe. Muda wako ukifika ukaenda down, ondoka kwa amani. Hizi timu za mpira, kuna maisha baada ya mpira. Kwa hiyo ninachoweza kuambia ni kitu kimoja, tuendelee kupendana. Sehemu ambayo umepewa nafasi itumie vizuri, hakikisha umkwazi mtu mwingine. Najua kabatini vinaungana vikombe, sembe si binadamu. Kikubwa ninachoweza kuambia mashabiki wa Dar es Salaam Africans na lile group haswa za influencers, tunaomba utulivu, utulie kwa spidi sana. Tulipofikia pabaya, haya tumekubali wenyewe sasa kuweka mambo yetu hadharani. Mmeona sasa hivi anavyoturudia? Jamani, lisije likajirudia tena hili. Tukiona sehemu tumeenda jambo tofauti, kuna mtu kakukwaza, imeenda iko hivyo, kuna uongozi naudia tena. Tujiunge kwa pamoja na imani. Kupitia hili la leo tumepata funzo moja kubwa sana.
nina imani kwa mtu yoyote, hata mimi nikawe kuwa yani ikiwa kiongozi sehemu yoyote ile, najua kabisa sasa hivi watu wanajitambua. Sawa? Wale watu wakawabeba unavyotaka mwenyewe kama zamani, twende hapa twende kule, sasa hivi wameshaisha. Sisi wote tunaotuona tuna familia zetu, tuna wake zetu majumbani na tuna kazi zetu tunazozifanya. Tunafanya mpira kama starehe yetu. Tukitoka kwenye mpira, tuendelee na maisha yetu nje ya mpira. Kwa hiyo tuendelee kupendana, tuhakikishe tunakuwa kitu kimoja, tusibaguane. Haijalishi huyu ana jina, huyu hana jina, huyu maskini, huyu tajiri. Maneno ya kashfa kuambiana kwenye mitandao ya kijamii, huyu ana njaa, huyu ana hela, hayo maneno hayafai. Hakuna mtu asiyekuwa na njaa. Na ndio maana hapo ulipo saizi umeamka asubuhi, unapaswa ule. Maana unaona kabisa tumbo linadai kitu. Hakuna mtu ambaye hana njaa. Kila mtu ana njaa. Ila kikubwa, heshimu jasho la mwenzio. Naomba nimalizie hapa. Shukrani sana. Asante sana.